Asante sana. Habari ya saizi jamani. Kiukweli kwetu sisi tunamshukuru Mungu baada ya kumaliza mechi yetu ya mwisho juzi ya fainali, na tuliweza kurejea Dar es Salaam jana na moja kwa moja kuingia kambini kwa ajili ya mechi yetu ya kesho dhidi ya Singida. Kama tunavyojua ni kwamba ni mechi yetu ya kiporo na sio mechi rahisi. Tunaijua kwamba ni mechi moja, Singida ni moja ya timu ngumu sana, ambayo ni timu ambayo imewekeza, ina wachezaji wazuri, ni timu ambayo katika ligi inasumbua. Kwa hiyo tunajua kwamba tuna mchezo mgumu katika game yetu ya kesho. Kwa hiyo sisi kama Simba tumejipanga na tupo katika maandalizi mazuri kabisa ya kuhakikisha tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho, japokuwa pamoja na ugumu wa Singida, lakini lazima tupate pointi 3 katika mchezo wa kesho. Nafikiri utakuwa ni mchezo mzuri kama nilivyosema awali, kutokana na uimara wa vikosi vyote viwili. Singida wamekuwa na timu nzuri sana na wamekuwa ni wapinzani wetu, ni watu ambao wanatupa game ngumu sana. Hata ukiangalia mechi ya kwanza tulipata ushindi wa goli moja, lakini ulikuwa mechi haikuwa rahisi sana. Kwa hiyo nategemea itakuwa ni mechi ngumu tena, na ni mechi nzuri kabisa ambayo itakayokuwa kesho, yenye ushindani mkubwa sana. Lakini tumeshasema kwamba pamoja na ushindani wao na ugumu wao wote, tutahakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mwalimu. Ni kweli ratiba imekuwa tight, na nafikiri duniani kote hakuna mwalimu ambaye anayependa kufurahia kucheza katika mechi ambayo kila baada ya siku moja mbili unaenda kucheza mechi, hususan kama umetoka kucheza katika mechi ya finali. Lakini tulilijua mapema na ratiba tulikuwa nayo, kwa hiyo tunaweza kumanage, kujua ni jinsi gani tukacheze na kutokana na mechi ambayo tuliomaliza. Swala la rotation nafikiri ni jukumu la sisi walimu. Kwa hiyo tutakuwa tuna section ya mwisho ya mazoezi sisi leo. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba timu nzima iko kambini, wachezaji wote wako vizuri. Kwa hiyo ni swala la benchi la ufundi kuamua nani aanze kesho na nani asianze. Hicho ndio kitu kizuri kwetu sisi. Kwa hiyo nafikiri baada ya mazoezi ya leo, section ya mwisho, tutajua mpaka kesho nani atakayeanza nani ambaye haanza. Mimi nafikiri kila mechi inakuwa na approach zake. Naweza kusema kwamba finali imeshaisha, na nikisema kwamba mechi ya finali imetusaidia kiasi gani kutokurudi katika ligi ya ndani, ni mashindano mawili tofauti na ni mechi mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri mechi ya leo ya kesho itakuwa na approach tofauti na mechi ambayo iliyopita. Kwa hiyo sisi tujiandae, kwa sababu ni mashindano tofauti na ni mechi zingine tofauti. Nafikiri kila mechi itakuwa na utaratibu wake katika kuhakikisha tunapata matokeo. Baada ya finali juzi, kwa sababu matarajio yetu ilikuwa ni kuweza kubakisha kikombe nyumbani, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo kisaikolojia lazima kila mtu iwe kwa hivyo, lakini tunashukuru kwamba wachezaji wetu sisi naelewa ni wachezaji ambao wamepevuka. Baada ya finali tulifanya kikao na kusema sasa hili limekwisha. Target yetu sasa ni kwenda kuweza kuhakikisha tunapata ubingwa katika ligi kuu, na huwezi kuwa bingwa kama ukushinda mechi hii ya kesho. Kwa hiyo mimi nafikiri kila mchezaji yuko vizuri na lile lilopisha limepita. Kwa hiyo kila mmoja focus yake yote ni kwa ajili ya mchezo katika ligi yetu, na hususan katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Habari za saizi. Sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho, japo tunatambua mchezo hauwezi kuwa rahisi kutokana na mpinzani wetu, hasa kwenye mechi yetu tutakuwa tunapata upinzani kweli, lakini sisi kama wachezaji tupo tayari kupata mechi kesho nzuri, na tunatarajia kuwa mechi itakuwa ngumu, lakini sisi kama Simba tutajitahidi kuweza kupata pointi 3. Sisi kama wachezaji, cha kwanza ni kuhamasishana, kwa sababu tunajua tumebakiza mechi chache kuweza kumalizia, na tunataka tumalizie vizuri kwa kila mchezo kuweza kupata pointi 3. Kwa hiyo hilo ndo kubwa kwetu. Nadhani sitokuwa mbali sana na mwalimu kama alivyozungumza hapa. Unaona, kombe hilo ambalo tumecheza finali lishaisha, kwa saizi focus yetu yote ni kombe la ligi pamoja na FA. Kwa hiyo ile focus ambayo umetuona nayo kwenye klabu bingwa ndio hiyo ambayo utatuona nayo kwenye kombe la ligi au zaidi pia. Kwa hiyo sio kashangaa ukiona kwamba tumeongeza chachu zaidi, ila haiwezi kupungua zaidi, tutaongeza zaidi ya hiyo. Kama nilivyotangulia kusema awali, Singida ni timu nzuri na wako vizuri, wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo wao kupumzika muda mrefu na sisi kucheza mechi baada ya siku mbili, sidhani kama kuna tatizo. Kikubwa tu ni sisi jinsi tutakavyosikiliza maelekezo ya walimu na kuweza kuyatumia kuweza kupata matokeo siku ya kesho. Kama nikifanikiwa kupata nafasi katika siku ya kesho, ni kuweza kuipambania klabu yangu kuweza kupata pointi 3.